Mfuatiliaji wa Itifaki TV, leo ni wakati mwingine tena tumeweza kumtembelea kiongozi wa shirikisho la waendesha bodaboda na afisa usafirishaji Upanga. Tumemtembelea ikiwa ni dhumuni letu kubwa kuweza kupata taarifa kamili juu ya tukio ambalo lilitokea barabara ya Bibi Titi kwa siku ya tarehe 5 mwezi wa 8 mwaka 2026 kutokana na waendesha pikipiki ambao kidogo walizua taharuki barabarani kwa sababu huku wakilalamikia maaskari ambao wamekuwa na utaratibu wa kuwakamata kwenye maeneo yasiyo rasmi ya kupaki pikipiki zao. Tumemfuatilia ikiwa ni lengo la kuihabarisha jamii ili jamii iweze kuwa na uelewa kamili juu ya tukio lile, jinsi lilivyotokea na utaratibu na namna wanavyosimamia kazi na maafisa usafirishaji kwa ujumla. Yeye akiwa ni kiongozi, tupo hapa kwa ajili ya kusikia maoni yake. Ningependa kufahamu kiongozi, unaitwa nani, jina lako? Kwa majina naitwa Amani Ibrahim, ni katibu wa shirikisho kanda ya Upanga. Sawa, Watanzania wangependa kufahamu ukweli halisi juu ya lile tukio ambalo lilitokea kwa siku ya jana pale barabarani na kuzua taharuki kubwa huko bodaboda, maafisa usafirishaji wakilalamika kwamba hawapendezwi, hawafurahishwi na utaratibu ambao umekuwa ukiendelea katika maeneo yale na maeneo mengi ya mijini kuhusiana na kazi zao. Sasa tumekuja kwako kwanza kujiridhisha, kujua wewe unafahamu vipi hali na je, changamoto zile zinauhalisia kiwango gani, tuweze kusikia na Watanzania wanakusikia. Karibu. Asante. Mimi ninachotambua kwamba utaratibu walioweka serikali ni mzuri, ila wale wasiopenda kufuata utaratibu ndio wanakuwa na changamoto, kwa sababu wale ni askari wa manispaa, inatakiwa wafanye kazi yao kama jinsi walivyoelekezwa. Lakini sasa hawa madereva wenzetu wanaotumia mitandao wanakaidi maagizo ya manispaa, yaani wanataka ajipangie utaratibu wanaojua wao kwamba manispaa inatakiwa iwe chini yake. Sasa hicho kitu kinakuwa hakiwezekani. Kwa mfano, wameambiwa walete abiria mjini, sio kwamba asilete abiria mjini, lakini wanapofika mjini, unapoleta abiria inatakiwa urudi sehemu unaopaki. Lakini wao unaweza kumkuta kapaki hata barabarani bila kujali kwamba analeta msongamano wa madereva wengine, na ukimwambia anakuwa ni mbishi. Askari kazi yake ni kukamata pale anapoona unafanya makosa kinyume na sheria. Anapofuatwa kuja kuambiwa kwamba sehemu aliyokaa sio sahihi, kwake yeye inaanza changamoto, na hicho ndio kilichoacha kwamba waanze kuwafuatilia wale askari wanaofanya operation katikati ya mji, kwamba wao hawataki wao wafanye kazi zile, wanaona ni bugu za kwa upande wao. Kwa mfano mfupi, hapo kwenye zebra la Bibi Titi karibu na maeneo ya CBE, karibu na CBE kuna zebra pale, ndio, na lile zebra unakuta kuna pikipiki nyingi zinajaa pale pamoja na bajaji. Ndio. Na sisi kama sisi hatuko tayari kuona kwamba sehemu ambayo kwa wanapita wapita njia wa miguu wanabuguziwa na watu kama wale, na ukiwaambia nakwambia mimi hapa nakaa nasubiri abiria. Sasa unasubirije abiria kwenye zebra? Kwa nini iwe changamoto hata wapita kwa mguu wao wanapata tabu? Kwa upande wao wanajibu majibu ambayo kuwa ni ya kishujaa kwa kweli. Sasa mazingira kama hayo, kama wewe upo kwa ajili ya kusimamia sheria, huwezi ukakubali kuyaona mambo kama hayo. Lazima hatua zifuate mkondo wake, hatua za kisheria zifuate mkondo wake, hatua za kisheria zifuate mkondo wake, kwa sababu sehemu unaojua kwamba kuna watu wanapita, wanavuka, wanatembea kwa miguu, alafu wewe ndio unaenda kufanya parking pale. Ukienda Kariakoo, ukiangalia jinsi walivyo, wanapaki barabarani kabisa, lakini hawataki wao waambiwe kwamba hii sio sehemu sahihi. Na kuna watu pale pale wanalipia katika mazingira yale maegesho. Ndio. Alafu wao wanaenda kupakia abiria pale pale.
na wanakaa wanasubiria, sio kwamba labda kuna mtu kamuita. Kwa kweli hiyo ni changamoto. Inachotakiwa wafuate sheria kama inavyotaka, kwamba wewe umeambiwa ulete abiria, lete abiria mjini. Kama simu yako imeita kuna abiria mwingine, nenda kamchukue ili uendelee na maisha yako mengine. Lakini ukikaidi unataka upake, haya umeambiwa kwamba, mimi ninavyojua kwa sasa hivi kuna vituo kama viwili. Kuna Morogoro Road pale wamewekewa watu wa mtandao wapaki pale. Na Wizara ya Mambo ya Ndani mtaa Ulambo pale kuna parking kwa ajili ya watu wa mtandao, lakini hawataki kukaa huko, wanataka kuja Bolt unakusudia kusema? Bolt hawataki kukaa huko, wanataka wakaminyane na wale watu waliolipa kwenye vituo, wakae nao humo humo. Sasa huo ni utaratibu wa wapi? Inakuwa sio sawa. Kwa hilo wanakuwa sio sawa. Sasa kiongozi, ndio labda tungepata kufahamu ni hatua gani ambazo zimekuwa zikichukuliwa kila siku juu ya usimamizi wa hawa bodaboda, yaani hawa maafisa usafirishaji, ni utaratibu gani ambao umekuwa ukitumika na maaskari wa jiji pindi wanapokuta hizi pikipiki ziko barabarani na zimepaki maeneo ambayo yasiyokuwa rasmi? Ni hatua gani ambazo zimekuwa zikichukuliwa, na je, kumekuwa na mabadiliko kiasi gani tangu hizi operation zimeanza kufanyika? Kwa kweli kuna baadhi ya misongamano, baadhi ya barabara zimefunguka, imekuwa ziko wazi, na hizo barabara kupita kwake kwa kweli ilikuwa ni changamoto. Na mfano halisi hata huyo Msimbazi tunaoizungumzia, ndio changamoto ya Msimbazi ni kubwa sana. Na hata hivyo, kwa ushauri wangu nilikuwa naomba nguvu iongezeke zaidi, kwa sababu barabara ya Msimbazi imekuwa na changamoto kubwa sana. Bajaji zinapaki barabarani, bodaboda zinapaki barabarani, na wale maafisa tulishatangaziwa wenye vituo mjini kati kwamba tunatakiwa tuishi katika mazingira gani, yaani tufuate taratibu gani. Na ukimwona mtu kaenda kapaki barabarani, wale wenyewe wanajua, kwa sababu nao wanakuwepo katika vikao vyetu. Wanajua kwamba huyu mtu sio mtu wa mjini. Kwa hiyo hatua stahiki inabidi zifuatwe, na hatua stahiki ni kuchukua chombo chake kupeleka manispaa kalipe faini. Wao hawana maelekezo ya kusema kwamba kuelekeze wewe wapi pa kupaki, wakati wao wenyewe wanatoa rai kila siku katika madereva vituo wote waliokuwa mjini kati, wanajua taratibu zao, na hawezi wakafanya vitu kama hivyo kwenda kupaki sehemu ambazo kuwa sio sahihi. Hata ushushaji wa abiria unaelekezwa ukashushe maeneo gani. Na faini kwa kawaida ni shilingi ngapi ambayo imekuwa ikitozwa kutokana na utaratibu wa kupaki pikipiki holela? Kuna faini 50,000 mpaka 70,000. Ikibebwa kwenye gari ni 70,000. Ukikubali kutoa chombo chako wanaenda kwa kukiendesha, kitakwenda kwa 50,000. Sawa sawa. Hizo ndo faini ninazozijua. Na je, sasa nyinyi kama viongozi wa shirikisho la vyama PIDA mmekuwa mkichukua hatua gani ili kuisaidia serikali ili hizi jitihada nyingine zisiwe zinafikia katika changamoto kubwa? Mmekuwa mkifanya jitihada gani kusaidia serikali katika utekelezaji wa majukumu yake kwa upande wa manispaa au watu wa jiji? Mmekuwa mkiwasaidia vipi? Kwa kweli vyama PIDA tumejitahidi sana kuweka mji katika hali ya utulivu, ila wanaonekana kuna watu wanaotoka nje huko ndio wanaanza kuwa changamoto. Watu wa mjini sasa hivi tulishakubali kufuata utaratibu ambao kuwa unaostahili na tuliopangiwa. Na ndio maana sasa hivi mjini kati unakuta kwamba katika vituo vyote vilivyoorodheshwa kila dereva akitua anajulikana. Mfano hizi namba unazoziona hizi. Hizi namba hizi ukiingiza ukitaka kunitafuta mimi utapata vielelezo vyangu vyote. Huo utaratibu ambao kuwa tumewekewa na vituo vyote vya mjini, watu wana reflector kama hizi. Sasa au wasiokuwa na reflector au ndio changamoto. Kwa hiyo mimi naona shirikisho la madereva pikipiki pamoja na bajaji mjini wapo katika mpangilio mzuri sana wa kuweza kuwasaidia madereva, ila kuna baadhi ya madereva ambao kwao ni changamoto, hawataki kufuata sheria. Sasa wewe unaambiwa kwamba uvae element, unakuta element yeye ana pikipiki katoa site mila. Sasa hizo ndio changamoto ambazo kuwa zipo,
lakini shirikisho liko imara katika kuhakikisha kwamba inauweka mji katika mazingira mazuri, na nakumbuka kwamba maadhimio yetu kila kituo cha bodaboda katika mjini kati inatakiwa wote tuvae uniform na tuwe wasafi. Sawa sawa. Na je, labda una ushauri gani labda kwa maafisa usafirishaji wenzako unaowasimamia, na ushauri gani kwa serikali ili hii hali ambayo ipo kwa sasa mijini iweze kupungua na mjini kuwe sehemu ambayo mtu anaweza akaingia na kutoka bila msongamano mkubwa kama ilivyokuwa sasa? Una ushauri gani hasa kwa wenzako unaowaongoza? Mimi nashauri kwamba tufuate sheria, sababu taasisi au chombo chochote bila kanuni hamwezi mkafika. Kwa hiyo inatakiwa sisi tusikilize viongozi wanatuelekeza nini, tuweze kufuata, tuishi katika utaratibu unaoeleweka. Lakini bila kuwa na kanuni hatuwezi kujiendesha. Zamani humu mjini kulikuwa na fujo nyingi sana, si tulioendesha vyombo kwa muda mrefu tunajua, ila sasa hivi pako tulivu kutokana na utaratibu. Tufuate utaratibu. Hiyo ndo rai yangu kwa madereva wenzangu, na mimi naamini kwenye viongozi wa shirikisho hamna tatizo, wanasimamia ipaswavyo sasa kazi yao. Kwa upande wa uongozi hakuna tatizo, wala manispaa hakuna tatizo, kwa sababu haya mambo yalikuwepo before. Tena mimi nasema afadhali hata sasa hivi, kwa sababu zamani ulikuwa unakamatwa wewe, kuna watu walikuwa unakamatwa kinguvu nguvu, lakini sasa hivi watu wanatumia ukamataji salama. Mtu unakamatwa hamna mbilinge, ukiona mbilinge ujue kaianzisha dereva. Okay, unielewa Ukiona fujo aina yoyote ujue kaanzisha dereva. Kwa mfano kwa tukio lililotokea jana, hali ilikuwaje? Mpaka vurugu zile zikatokea na mpaka wale madereva fungwa pale na watu wakawa wanashindwa kupita barabarani. Changamoto hasa ilikuwa ni nini? Wale madereva baada ya kuwafuata wale maaskari wa manispaa kwenda kuwazuia, wale walikuwa wanaenda kuwazuia, na baada ya kuwazuia wakawa wanawazonga. Ndio. Na kuwazonga katika mazingira kama hayo, nadhani we mwenyewe unajua kwamba hakuna watu wengi wakaja wakataka kufanya jambo lao wakashindwa. Lakini bahati nzuri, kwa sababu jeshi la polisi lilikuwa lina taarifa na baadhi ya viongozi wa shirikisho walikuwa na taarifa kwamba kunaenda kutokea kitu gani, na ndio maana lile tukio waliopanga kulifanya halikuweza kufanikiwa. Lakini jinsi ninavyoona wale watoto au wale vijana wengi wao sio watu wazuri, kwa sababu walikuwa wanahamasishana kuleta vurugu. Walikuwa wanafanya vurugu kwa kifupi. Maana kuziba barabara ina maana watu wengine wasitumie barabara. Sasa walikuwa na sababu gani ya kuziba barabara? Hawakuwa na sababu yote, haikubaliki kwa kifupi. Kwa hiyo kwa mazingira kama hayo inaonekana kabisa kwamba wao washaona kwamba ili mradi wamepewa kibali cha kubeba watu katika mazingira hayo, basi wao wameona kwamba ndio wamepewa leseni ya moja kwa moja, wanaweza akafanya lolote katika mazingira yoyote. Huo sio utaratibu, kwa sababu hata ukienda huko Uswahilini huko wenyewe wanaita, ukienda kwenye vijiwe vya watu kuna taratibu zao. Sahihi. Sasa kwa nini mjini uingie bila kuwa na taratibu? Haikubaliki. Kwa hiyo wale wasiopenda kufuata sheria zilizowekwa ndio hao wanaotaka kuwaona kwamba watu ndio chanzo cha matatizo, lakini wao wenyewe ndio chanzo cha matatizo. Mlishawekewa vituo vyenu kwamba nendeni mkakae sehemu fulani. Kwa nini hamwendi kukaa kwenye vituo vyenu? Mnataka mbanane na wale watu ambao kwa wamekaa wamelipia vijiwe vyao, ndio mnaenda kukaa humo. Kama sio wakorofi ni kitu gani? Sio sawa, haikubaliki. Kwa hiyo mazingira yako hivyo. Mimi nawashauri sana wafuate sheria na taratibu zilizowekwa. Sawa. Si vinginevyo. Mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa media yetu hii, leo tulikuwa na kiongozi huyu wa shirikisho la maafisa usafirishaji Sylvia Mapida Upanga. Tumepata maoni yake, tumepata na kusikia juu ya tukio zima lililotokea ambalo lilipelekea barabara kufungwa na maafisa usafirishaji almaarufu bodaboda, wakishinikiza kwamba kuto kutendewa haki
na utaratibu ambao umekuwa ukiendelea kwa ukamataji wa pikipiki. Lakini kwa kirefu ametushibisha na wanajamii wote wameweza kumwelewa kwamba changamoto ipo kwao bodaboda wenyewe, na kuwaomba na kuwaasa kuwa wabadilike. Tunakushukuru kiongozi, hadi wakati mwingine tena tutakapokuhitaji. Shukrani sana na mimi